Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetangaza kuharibu vifaa muhimu vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait pamoja na nchini Jordan. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limedai kuwa limeharibu mali na miundombinu muhimu ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait, ikiwemo kituo cha mawasiliano ya satellite, mifumo ya rada za makombora na ulinzi wa anga, mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, vituo vya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi pamoja na vizindua makombora vya HIMARS katika kile ilichokiita kuwa ni mashambulizi ya kulipiza kisasi. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano asubuhi na kuelekezwa kwa wananchi wa Kuwait, IRGC ilisema kuwa operesheni nyingi za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran katika kipindi cha miezi minne iliyopita zilianzishwa kutoka katika kambi za kijeshi za Marekani zilizopo ndani ya ardhi ya Kuwait. Taarifa hiyo ilieleza kuwa mashambulizi hivi karibuni ya Marekani yaliyofanyika usiku wa Jumanne yalilenga maeneo kadhaa kusini mwa Iran, na kwa mjibu wa IRGC mashambulizi hayo yalihusisha kushambuliwa kwa ghala la kuhifadhi ngano lililotumika kununua mazao kutoka katika mji wa Hovze mkoani Khuzestan kusini mwa Iran, pamoja na kiwanda cha kuzalisha maji ya chupa kilichopo Dehran mkoani Elam magharibi mwa Iran. IRGC ilisema kuwa vikosi vyake vya ardhini na angani vilijibu mashambulizi hayo kupitia awamu ya 6 ya Operation Nasr kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani drones dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yaliharibu kituo cha mawasiliano cha satellite ya Marekani, mifumo ya rada za makombora na ulinzi wa anga, vituo vya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi katika kambi ya Marekani pamoja na vizindua makombora vya HIMARS. IRGC iliweka mkazo kuwa haina uadui wowote dhidi ya taifa la Kuwait wala wananchi wake, ikisema operesheni hiyo ilikuwa imelenga kujibu kile ilichokiita uhalifu wa Marekani dhidi ya Irani peke yake. Aidha, iliwataka wananchi wa Kuwait kushinikiza kuondolewa kwa majeshi ya Marekani nchini humo, ikidai kuwa ardhi ya Kuwait haipaswi kuendelea kutumiwa na vikosi vinavyohusika na mashambulizi dhidi ya Iran na vinavyounga mkono vita dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza. Pia IRGC ilitoa wito kwa wananchi wa Kuwait kutumia kila fursa iliyopo kuvunja miundombinu ya Marekani na kusaidia kuondoa kabisa kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Kiislamu. IRGC yadhamiria kuharibu ndege za kivita za Marekani nchini Jordan. Katika taarifa nyingine, IRGC ilisema kikosi chake cha anga kiliharibu maghala yaliyokuwa yakihifadhi ndege za kivita za Marekani aina ya F-15, F-16 na F-35 pamoja na kuangamiza idadi ya ndege zisizo na rubani za kimkakati aina ya MQ-9 katika kambi ya anga ya Marekani ya Al-Izlaq nchini Jordan. IRGC ilisema shambulizi hilo lilifanyika katika sehemu ya awamu ya 6 ya Operation Nasr 2, ikiwa ni jibu la mashambulizi mapya ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalifanikiwa kuharibu maghala yaliyokuwa yakitumika kuhifadhia ndege hizo za kivita pamoja na kuangamiza drones kadhaa za MQ-9 zilizokuwa zimewekwa katika kambi hiyo. Ikilihutubia taifa la Jordan, IRGC ilisema nchi hiyo ni ardhi yenye hadhi kubwa katika historia ya mitume na haipaswi kutumiwa na kile ilichokiita majeshi ya uvamizi wa uhalifu wa kimataifa. Pia iliwataka wananchi wa Jordan ambao kwa mujibu wa IRGC wamekuwa mashahidi wa karibu wa vitendo vya Marekani Israel dhidi ya Wapalestina kushinikiza kuondolewa kwa majeshi ya Marekani nchini humo ili kuzuia Jordan kutumiwa kama kituo cha kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa ya Kiislamu na taifa la Palestina. Vilevile, IRGC ilitoa wito kwa wananchi wa Jordan kutumia kila nafasi iliyopo kuvunja taasisi za Kimarekani na kuondoa kabisa uwepo wa kambi za Marekani nchini humo.